kufundisha neno. Duniani usitafute mapendekezo ya wanadamu. Usitafute mapendekezo ya wanadamu. Sikiliza neno la Bwana. Haleluya. Sio mapendekezo ya wanadamu. Wana mawazo gani leo? Sio wanadamu leo wanawaza nini? Lingine nikikosa chapati leo ninaamka asubuhi alimjui Yesu ni Bwana. Yesu gani nilala njaa leo? Kama ni kutafuta mapendekezo ya wanadamu rafiki utafia jangwani. Utafia kitu. Hapo umekula hujala umeshiba Yesu Kristo ni Bwana. Amen. Kama loshi umejipaka maloshi Yesu Kristo ni Bwana. Amen. Wakati karejea wewe menyola yako jaseti ubali Yesu Kristo ni Bwana. Yaani ujue unakoenda. Mungu anaweza kukupa maono sasa yatatimia baada ya miaka 5. Lakini anachokisema ni kweli. Amen. Kama bwana mdogo Yusuf amempa ndoto na ni kijana mdogo, lakini anamwambia wewe Yusuf, angalia maono haya. Wanamwinamia. Akaona jua mwezi mpaka wanamwinamia. Lakini waliposema ndoto yake wakamwinukia. Walipomwinukia kusema kana bwana mdogo kana amani na watu wote, kana kimbilia kusalimia ndugu zake. Sema huyo anakuja, Motandoto anakuja. Motandoto anakamata wewe, tumue. Sasa tusimue, tumuze tu. Halafu pia ukikamatana kusudi la Mungu hata kama utapita wapi, maono na kusudi la Mungu haliuawi. Utakonda, utanenepa, utanyonyoka, nywele zitaota tena. Haleluya. Kama tai. Amen. Yananyonyoka nyoya yake, lakini ndo hapo ndio wanakuwa kumbe sio kazee kama ulivyokuona kaona kazee wiki iliyopita. Kananyonyoka nywele, kananyonyoka manyoya katai, lakini yanavyochomoka mengine ndo huyo tai anakuwa ni kijana mchanga wajuzi. Usiogope. Mungu amesema ni mwaminifu atafanya. Aliyoyasema kwako ni mwaminifu atafanya. Aliyoyasema kwako ni mwaminifu atafanya. Usiishi kwa mapendekezo ya majirani zako. Unaweza kala kashiba leo katoko na suti yako kwa vizuri sana. Wana maneno ya kinyongo tena na wewe. Wewe mwanadamu ndugu yangu, hata kama ukampa zawadi gani baada ya siku 2 atakuwa na maneno mengine tu. Shika neno la Bwana lenye faida. Shika neno la Bwana la kweli. Shika neno la Bwana litakalo kuinua. Kwa nini nataka nikwambie tu wafanye kazi pamoja na Bwana. Hapo peke yako. Kwa chochote unachokifanya nataka nikwambie kwamba Mungu anaona unachokifanya. Usitafute kuangalia mwanadamu amekuona. Fanya kitu kwa kiwango kama Mungu alivyokuagiza kufanya. Na kama roho Mungu anavyosema na fanya kwa kiwango hicho. Wewe ni shamba la Mungu, Mungu anatarajia kupata matunda kwako. Alafu pili akasema ni jengo la Mungu. Kama ni jengo la Mungu, Mungu anataka afanye kazi zake kwako. Anataka nufaike na wewe. Kuna vitu ambavyo anatakiwa ufanye Mungu anufaike navyo, ili virudishe baraka kwako. Ili virudishe baraka kwako. Lakini kama huna kitu unaweza kufanya, unaweza kupoka ukakaa kanisani miaka nenda 10, 15, 40. Unasema yani kwa kweli sio ni faida. Wani faida ilitakiwa kiingia tu ndani ya ufalme wa Mungu. Mungu amelipa gharama kubwa ukiingia ndani ya ufalme wa Mungu. Hasa neema hiyo itumie kufanya vitu. Unakuja kanisani kujifunza. Na unapokuja kujifunza, unapotoka yafanyie kazi yale uliyojifunza. Amen. 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 Mungu anataka watendakazi. Ndio maana kilio chake kikubwa. Ukisoma maandiko nasema hebu tumuombeeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Yameiva, watendakazi ni wachache. Yaani waliojaa makanisani ni wengi. Ni mamilioni ya watu. Lakini Mungu anapotafuta watendakazi hawaoni. Lakini wamejaa watazamaji, wakodoaji. Wamejaa watazamaji, mashabiki. Kuanzia leo, umesikia ujumbe huu, kuanzia leo badilika. Uwe mtendakazi pamoja na Bwana. Uwe mtendakazi pamoja na Bwana. Usiwe shabiki, usiwe mtu usiye na matunda. Usiwe jengo ambalo halina utumi katika ufalme wa Mungu.
Alafu kasema hapo, sisi ni jengo la Mungu, ni jengo la Mungu, ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Sasa uelewa hapo, Mungu anasema ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu, ofisi hii ya Mungu, Mungu ambaye anaitumia vizuri. Kwa hiyo nataka nikwambie kwa kama Mungu anavyosema, hebu upenda uishi kama Mungu anavyosema. Alafu nataka nikuelekeza vitu muhimu msingi uvizingatie na viwe faida kwako. Wakorinto 2 mstari wa 9 10 hadi 12. Wakorinto wa pili mstari wa 9 10 hadi 12. Wakorinto wa pili sura 9 mstari wa 10 hadi 12. Anasema hivi, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye ataongeza mazao ya haki yenu, mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukurani kwa kazi yenu. Yani Mungu hapa anatenda kazi pamoja na wao. Maana utumishi wa huduma hii hawatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali huzidi sana kuwa na faida kwa shukurani nyingi apewazo Mungu. Amen. Haleluya. Yani hapa unaelekezwa kwa ufupi tu namna ambavyo unaweza ukafanya kazi. Yani ukaingia mahali kama hapa, usikae kama mshabiki, ukae kama mtendaji. Umeletwa mahali hapa kwa kusudi la Mungu, kwa mpango wa Mungu, na umeletwa mahali hapa ukiwa ni mtendakazi na uko tayari kutenda kazi. Yani ukaanza kuyafanyia kazi hata kama uko kwenye kiwango kidogo. Hata kama uko kwenye kiwango kidogo kiuchumi, ukazingatia kujifunza yale ambayo Mungu anakuelekeza, alafu kaanza kuyapractice, kuyafanyia mazoezi. Unavyofundishwa yafanyie mazoezi. Sasa hapa kasema hivi, hebu naomba watu wawili waje tena njoo. Una pesa mfukoni? Una pesa mfukoni? Nani mtu mwingine aje hapo? Nataka nimtumie mfano. Ambaye ana pesa mfukoni. Njoo hapa. Ambaye ana pesa mfukoni. Njoo. Ambaye ana pesa mfukoni, au mwanadada ambaye ana pesa mfukoni. Ziko 5,500, 10,000 ngapi? Njoo. 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 Simama. Hasa sikiliza mfano. Anasema sikiliza ninachokuelekeza, alafu uzingatie kwa makini. Akasema hivi, tumesoma Korinto 2:9-10 tunasema hivi, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate wa chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha. Kwanza amekuelekeza yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Yani Mungu amekuleta mahali hapa anakufundisha tu kiwepesi. Wewe unayempa mbegu mwenye kupanda, mimi mtumishi wa Mungu, Mungu amenunua kwa kusudi lake kupeleka habari njema hapa na kule kama inavyofundisha. Na akaambiwa huyu mtendakazi anastahili kula kwa kazi anayofanya. Kama ambavyo wewe unafanya kazi na unakula kwa kazi unayofanya. Na mimi kazi Mungu ameninua, amenipaka mafuta nifanye kazi hii. Sasa amekwambia hivi, mambo ya Mungu sasa. Katika madhabahu yake tunakutana. Sikiliza. Katika madhabahu yake wote, wafanyakazi wa serikali, wafanyakazi wa siasa, wafanyabiashara, wakulima, wavuvi, watu aina zote kwa kazi zozote wanazofanya. Huyu mfanyakazi anakuambia serikalini, kwenye siasa, iwe ni ukulima, iwe ni ufugaji, iwe ni uvuvi, iwe ni yani chochote, maana mwanadamu ana kila kitu alichopewa kukifanya. Au ana kipawa alichopewa. Huwezi kuishi duniani hapa kwa kutegemea bega la mtu au mkono wa mtu. Na kama ni kwa hivyo leo sikiliza, pona pia akili yako ikae vizuri.
Sasa umekuja hapa, sikiliza unachoelekezwa kwa mfano kama tulivyosoma. Akaambiwa yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Huyo mtu ambaye anakupa hubiri injili, nenda huku na kule. Hasa tunakuja kutana wote, tunakuwa connected katika madhabahu ya Mungu kwa chochote kile kinakuja. Yani mtu yote ambaye anaamini Yesu Kristo ni Bwana yuko connected madhabahuni, na utumishi wake wote unapimwa madhabahuni, na unapimwa na Mungu katika utendaji wa kazi katika ufalme madhabahuni. Hasa ukaambiwa yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa nini? Mbegu za kupanda na kuzidisha. Yani nataka nikuonyeshe mfano inavyokuwa na ndivyo inavyofanyika. Anasema na yeye, soma hapo kijana taratibu. Anasema na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Sasa nataka kufanya kwa uhalisia. Sawa? Nataka kufanya kwa uhalisia. Unaleta mbegu, unapanda mbegu katika kazi ya katika, yani Mungu anafanya kazi na wewe, na anapofanya kazi na wewe, iwe ni biashara yako anafanya kazi pamoja na wewe, iwe ni shambani anafanya kazi pamoja na wewe. Na kama anafanya kazi pamoja na wewe, lengo lake Mungu anataka akufanikishe katika mafanikio makubwa kabisa, ili kupitia wewe kazi yake ifanyike. Kazi yake ifanyike. Huyu mtumishi akitumwa Mwanza, akitumwa Mbeya, akitumwa popote pale, kazi yake ifanyike. Kwa kama kazi yake inafanyika na inafanyika kweli, kwa hiyo Mungu akiamua kushikamana na hili kanisa wakitii, unaweza kashangaa likabadilika kwa namna ambayo hujapata kuona. Anafanya kazi yake kwa bidii na akijua kwamba mapato anayoyapata yanafaidisha maisha yake, familia yake, na hapo yanasubiriwa katika kazi ya Mungu. Na katika kumoyo kumpenda Mungu, anajua kwamba kazi hii ni mimi nilioitwa kuifanya. Yani unapofanya kazi ya Mungu ni wewe, hakuna mwingine. Unapoomba ni wewe, hakuna mwingine. Unapomtolea Mungu ni wewe. Ukiona kwamba ukichelewesha kufanya kazi, kuna mambo yanayochelewesha kufanyika. Na kama unapokuwa na spidi kadri unavyofanikiwa, unakuwa haraka kufanikisha mambo ya Mungu, ndivyo unavyopokea ule mzunguko wa nguvu ya Mungu ikiendelea kutenda kazi pamoja na wewe na kufanikisha. Kwa hiyo huyu asipotambua hilo na asitumika kakamatana mtumishi huyu kusababisha kumpa mbegu mwenye kupanda, huyu unaweza ukakuta alikuwa shughuli zake mambo yake yanaenda vizuri, lakini kwa kutambua anatenda kazi pamoja na Mungu, akakata connection ya kumpa mbegu mwenye kupanda na mkate wa chakula, ili apokee neema hii. Hasa hii neema ya kupewa mbegu maradufu na kuzidishwa, endelea kutadilishwa, iko pande huu. Lakini mpaka connection inapatikana hapa katika utendaji wa kazi. Hasa huyu mtu akisema vile akifanya kaka bidii kafanikisha mambo yake, yakaenda bidii na akasema unajua mimi nafanikisha sana mtumishi wa Mungu, unajua mimi hata nataka nitambue mimi ni nani, unajua mimi nisipofanya hiki hana chochote ambacho atakifanya. Anapofanya kitu kama hicho, mimi sitaathirika. Ambaye ataathirika ni kwa sababu Mungu anachoangalia unachokipanda ndicho ambacho kitaleta mavuno kwako. Hasa utashangaa hataona mbegu hizi akizipewa mbegu za kuzidishwa, ampe mbegu mwenye kupanda na mkate wa chakula, akasema ataendelea kupewa mbegu za kuendelea kupanda kwenye hilo shamba ambaye tumeambiwa ni shamba la Mungu. Mbegu yani wakati wote wewe shamba lako halitakaa likome matunda, halitakaa likome mazao. Utakuwa na wakati wa masika, utakuwa na wakati wa vuli. Utaondoa mazao ya vuli, unaweka ya masika. Unaweka ya masika, unaondoa ya vuli. Wakati wote utakuwa ni wakati wa kupanda na kuvuna. Wakati wote utakuwa ni wakati wa kupanda na kuvuna. Hii ndio kanuni ya Mungu. Mwanadamu akisema mjuaji akikata hapo connection, utashangaa amebaki amekodoa. Anaonyesha kwamba pasipo mimi hakuna chochote kinaweza
kufanyika. Hasa leo nakupa mfano, ampaye mbegu mwenye panda. Sasa huyo kijana yani nashukuru kwamba Mungu ameleta hicho kitu kizuri. Haya mambo yako kikanuni. Mungu ni Mungu anayetembea kwa kanuni ya neno. Kwa hiyo sipo, alafu kuna wakati analeta ufunuo kwako kwamba sasa fanya hiki. Ibrahimu wakati anaambiwa namtaka mtoto wako leo mpeleka katika mlima ule. Unadhani Mungu alikuwa anataka mtoto? Alichokuwa anataka nini? Moyo. Mungu alitaka wakati ule amwinue Ibrahimu awe baba wa mataifa kwa imani. Lakini anasema ili tangazo nitalitangaza kwa njia ipi? Ilibidi sasa atafute kutaka kujua Ibrahimu achukue cheo hicho halali. Hapa tunasema kwa Mungu hakuna upendeleo. Apokee cheo hicho kwa halali. Kaambia Ibrahimu, leo bwana mimi sitaki ng'ombe, sitaki mbuzi, sitaki dhahabu, sitaki chochote. Utajiri anao, lakini anamwambia leo bwana mimi nataka mtoto. Na akijua huyu mtoto ndio alikuwa ni mtoto wa pekee. Kaambia mimi namtaka mtoto. Leo mimi sitaji pesa, sitaji ng'ombe, sitaji chochote. Lakini alikuwa anataka aone moyo wake. Katika kuona moyo wake aone anapopewa kile cheo apewe kihalali. Hasa wengi unakuta wanakesha makanisani, wanafunga na kuomba, wanalazimisha kwenda viwango. Mungu sio hivyo. Amen. Lazima uingie kwenye utendaji. Amen. Huwezi kuutafunga na kuomba na utakesha madhabahuni hata miaka 40 na utakuwa unalitoa mahitaji kiwa bibi au mama au kaka, dada mbeba mzigo wa mahitaji ya watu. Lakini baraka za Mungu za kifedha, kila pandacho utakumbukwa kwa maombi. Unavyopanda kwa maombi utakumbukwa kwa maombi. Hivi vitu viko katika kanuni. Shambani kwako hujapanda maharage, utavuna maharage? Nataka nikufundishe ujue ukweli. Amen. Na ndio maana umeokoka, umehudhuria maombi ya aina nyingi. Kwa nini hujachange? Na kufundisha leo ukweli, akili yako na macho yako yafunguke. Amen. Na vile vile unaweza ukafunga na kuomba na katafuta mtumishi yote na ukalala chini na ukagana. Lakini mambo ya fedha yana kanuni. Amen. Viwango vya baraka vina kanuni. Amina. Amen. Unaelewa? Huu ni ukweli mtupu, chapa ya kweli. Ukitaka kutoka, weka bidii kufanya kazi, weka bidii kumtolea Mungu, alafu shikamana na Mungu, alafu mpende Mungu, penda utumishi wa Mungu, shikamana na mtumishi wa Mungu. Ana neema. Huyo ana namna ambaye Mungu hapa anachezesha mahesabu yake kwa ajili yako na kazi zako na maisha yako hapa. Ukifanya mjuaji unakuta itakula kwako hapa, anachezesha mahesabu hapa. Ampaye mbegu mwenye panda na mkate wa chakula, atawapa mbegu na kuzidisha. Biblia yako nayo ukasome mistari ukarudia na ukarudie. Amen. Ingia kwenye utendaji. Ipo siku moja tena kanisani, mtu mmoja nikamwambia Mungu nakutendea. Aliniambia mtumishi, unajua kuna kitu nilimfundisha siku moja, nikamwambia alikuwa na hitaji fulani, nikamwambia tafadhali naomba fanya hivi. Alinipigia simu nikiwa mbali sana, nilikuwa mwaka jana Marekani. Kanipigia simu nikamwambia naomba na kuombea, alafu pia tafuta sadaka, nenda moja kwa moja, nenda kanisani, piga magoti na hiyo sadaka, mwambie Mungu na kuamini Mungu unavyotenda na uwezo wako mkuu. Niko katika madhabahu yako na nimepanda mbegu hii katika madhabahu yako hii. Mungu simama unaonekanie katika hiki, onekana, naamini nguvu katika sadaka na ameleta katika madhabahu. Akanitumia ujumbe, akaniambia mtumishi nimefanya. Nikamwambia Mungu ameshatenda, nenda kwa maana. Alinipigia simu kesho yake, ambaye kule ilikuwa ni usiku, kanipigia akaniambia mtumishi uwezi amini. Nikamwambia mimi naamini. Mungu amefanya vitu kwa namna gani. Nimetoka pale, nimeenda nyumbani, nimekuta mtu amekaa. Yaani hajawahi kufika nyumbani kwangu hata siku. Ameniletea suluhisho ya kile nilichokuwa kinanisumbua.